Na walimu kutoka kaunti ya Kisii wanakashifu mpango wa kutozwa 3% ya mishahara ili kufanikisha miradi ya ujenzi wa nyumba inayopendekezwa na serikali. Aidha, walimu hao wanataka nyongeza ya 30% ya mishahara. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika mkutano uliowaleta pamoja walimu wote wa shule za chekechea, shule za msingi, sekondari msingi na shule za upili Nyaribari Masaba, kaunti ya Kisii. Mkutano huo ambao pia ulihudhuriwa na viongozi wa kitaifa na wakuu kutoka idara ya elimu ulitumika kujadili masuala ya jinsi ya kuimarisha sekta ya elimu. Viongozi wa miungano ya walimu Kisii wakilalamikia mpango wa kuwatoza 3% ya mishahara yao kufanikisha mpango wa mradi wa ujenzi nchini. The 3% levy that they wanted to tax our teachers, let them make 30% for salary increment. So the teachers, what they want is salary increment, is not a deduction. Our unions, NAT and KUPPET, signed with the TSC CPA without anything. So this time around, we want to appeal to our TSC and the unions that this time around let them sign a CPA which has monetary gains. Teachers, as you know, live in the rural areas, and most of them already have houses. And so it will not make sense to tax someone 3% and yet he has a house. Swala la mpango mpya ya masomo ya vyuo vikuu likiibua hisia kutoka kwa washikadau wa sekta hiyo. We are targeting 30%. So if we reach 30%, we go to university, then we will be there. Finally, even those who don't make it to university, you know very well, the TVET section is absorbing a good number of them. We don't have qualified mechanics. We don't have plumbers. We're waiting to see how the program will be rolled out. But we want to warn the Ministry of Education that they must be transparent and objective. And whatever criteria they're going to use must be shared upfront. Walimu hao wakiitaka serikali kukamilisha malipo ya wenzao walioshiriki shughuli ya kusahihisha mtihani wa mwaka jana ambao mpaka sasa wangali kulipwa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.